Maana wote tumeshtuka kwamba nini kimetokea, kwamba leo hawa watu ambao walijenga trust kwa muda mrefu wameaminika na brandi yao imekuwa ni ya muda mrefu, na wamekuwa wakifanya kazi za ulinzi huu kwa sababu ya brandi yao ya uaminifu. Jamii imekuwa na uaminifu kwa muda mrefu sana katika malindo yao. Wamekuwa ni watu ambao si rahisi kununulika, kurubunika. Sasa kitendo cha juzi siweze kuondoa hii brand, kwa sababu hii ni ajira. Hapa Dar es Salaam wako karibu 10,000. Ni ajira ya vijana hawa. Sasa ukiharibu ajira ya watu 10,000 kwa sababu ya mhalifu mmoja, tunakuwa tuwatendei haki, kwa sababu hawa hawana kazi zingine za kufanya, ukizingatia kwamba pia elimu pia kuingia kwenye jamii za Kimasai, lakini pia hali ya migogoro ya ardhi katika maeneo ya ufugaji, swala la ufugaji linaendelea kushuka. Kwa hiyo hii ni kazi ambayo Watanzania wengi uwezo wa kuajiri makampuni hawana, wanawategemea hawa. Kwa hiyo leo watazungumza na naomba muwasikilize. Unalaani hilo mauaji. Kwa hiyo ndugu yetu nchini ameuawa kwa namna moja au nyingine. Mimi nimekuja kukutana naye mheshimiwa ili atusaidie, ajitetee kutokana na jamii zetu watu wanapochafua jina. Na sasa mimi mwenyekiti zao sinafanyia kikao pale Mabibo shule Sampakani. Hapo Mabibo sinafanyaga Jumapili pale kikao. Naomba mheshimiwa atusaidie, atukutanishe na jeshi la polisi, kwa sababu aliyefanya kitendo ile ni mtu mmoja, sio jamii mzima wa Masai. Hii kitendo imefanyika leo jiji la Dar es Salaam, naweza kufanyika kitu siku nyingine mkoa mwingine, kwa mfano kama Arusha au Tabora au Singida au Mtwara, kwa sababu hapo ni Tanzania. Hamna sehemu ambayo watu wanakukwamisha na kuambia usitembee sehemu fulani au haufai kukaa hapo kwa sababu sio makazi zenu za kisheria kama yeye, na sio jamii nzima. Kwa sababu sasa hivi tunapoangalia pressure ni nyingi. Tunaona kabisa kwamba sasa hivi pressure ni nyingi sana. Tunaitwa wauaji kwa sababu ya mtu mmoja ambaye alidai kwamba ni Masai. Na tunaomba kwamba wale pia wanaoajiri, unapomwajiri mtu lazima basi ujue majina, uwe na dhamini wa kujua mtu ametoka wapi. So unaajiri mtu baadaye limefanyika tukio ndo linaanza kwa sababu kama taharuki sasa hivi. Sababu hii jamii unasema wa Masai ni wauaji. Unakuja kusema jamii nzima ni wauaji. Kwa kweli tunakerwa na hicho kitendo. Kweli kama kuna mtu amefanya hivyo, kwa sababu kwenye kundi lote huwezi kukosa wote mkawa sawa.